Moja kati ya mechi ambayo imekuwa na tension kubwa ni mechi ya leo kati ya Tabora United versus Young Africans, ambayo tension inakuja kutokana na matokeo ya awali ambapo Young Africans alipoteza idadi ya magoli 3-1 katika uwanja wa Azam Complex, ambayo ilikuwa ni raundi ya kwanza ya mzunguko wa ligi kuu Tanzania bara. Ukubwa wa mechi na tension ya mechi kutokana na aina ya vitambo ambavyo vipo baina ya wasemaji wa timu zote mbili. Namzungumzia Ally Kamwe pamoja na Christina ambaye ni msemaji wa Tabora United. Lakini vitisho hivi au hizi tension zimetokana na the way ambavyo mashabiki walivyopokea mechi pamoja na wachezaji kwa ujumla na benchi kwa ujumla wa pande zote mbili kuelekea mchezo ambao unaenda kufanyika saa 10 kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini hii mechi imekuwa na sintofahamu nyingi kuelekea au kwenda kufanyika kutokana na the way ambavyo kunasemekana kwamba kuna dalili za rushwa ambazo zinatokea au aina ya upangaji wa matokeo kuelekea mchezo ambao unaenda kufanyika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi Tabora. Na moja kati ya hivyo ni baadhi ya sauti za watu ambao zimenaswa zikisema kwamba wametishiwa endapo tu kwamba matokeo ya leo yakienda tofauti na vile ambavyo walivyomwambia. Na hata mkuu wa mkoa amesema kuna baadhi ya message ambazo zimenaswa ambazo moja inawezekana ikawa imepelekwa kwa wachezaji kusudi kwamba walegeze mechi. Hata mkuu wa mkoa amesema kwamba we kama umetumiwa message ya kusema kwamba legeza mechi ili tuje tushinde, kama kuna kiasi cha pesa ambacho wewe umeahidiwa basi just fanya hivyo. Lakini kumekuwa kuna maoni mengi kuhusiana na hii tension ambayo inatokea muda huu kuelekea mchezo wa Young Africans pamoja na Tabora United, na kwa baadhi ya wadau pamoja na watu wa masuala ya mchezo nchini Tanzania. Moja kati ya hao ni Farahani ambaye yeye ameandika kwenye ukurasa wake wa Instagram kwamba angekuwa ni mshauri wa rais wa TFF, namzungumzia Wallace Karia, kwamba angeomba kwamba mechi ya leo iahirishwe kutokana na vile ambavyo vinasambaa mtandaoni ni kama vile ukiukwaji wa sheria za masuala ya kimchezo nchini Tanzania. Yaani kwamba kuna sauti za watu baadhi ambao zinasambaa mtandaoni wakitishiwa kuelekea mchezo huu, na mkuu wa mkoa amethibitisha kwamba kuna message ambazo zimenaswa za upangaji wa matokeo kuelekea mchezo huu. Na yeye kwa maoni yake anasema kwamba ni beta zaidi hawa watu ambao wametishiwa na waitwe wazungumze hadharani ni nani ambao wamesababisha hivyo vitendo. Na ameenda mbali akasema kwamba ukubwa wa ligi ambayo tunayo Tanzania kwa sasa barani Afrika, vitendo kama hivi ni kama kuishusha hadhi ligi yetu kutokana na the way au kutokana na ukubwa wa ligi jinsi ulivyo, ndivyo. Lakini so peke yake maoni yamekuwa mengi kuelekea mchezo huu kutokana na the way ambavyo tension imekuwa kubwa. Toka juzi kumekuwa kuna tension kubwa kati ya mkuu wa mkoa pamoja na msemaji wa Young Africans, namzungumzia Ali Shabani Kamwe, kutokana na the way au na kauli ambayo mkuu wa mkoa alitoa kwa wachezaji, especially aliwaahidi kiasi cha fedha endapo wakishinda game ya leo dhidi ya Yanga ambazo ni takribani shilingi milioni 60 za Kitanzania, ndivyo. Na Ally Kamwe alikuja na kauli yake kuhusiana na kile ambacho mkuu wa mkoa alikisema, na kumekuwa kuna tension kubwa kutokana na kile ambacho Ally Kamwe alikisema. Kuna baadhi ya watu wamekuja kudoubt ni kuona kama vile Ally Kamwe amemdharau mkuu wa mkoa, wengine waunga hoja kwamba kile ambacho Ally Kamwe alikutana nacho wengine wamependezwa nacho cha kumfungia Ally Kamwe kutokujihusisha na masuala ya kimichezo. Lakini hii yote ni kutokana na tension ya game jinsi ilivyo, kutokana na round ya kwanza mchezo jinsi ulivyoenda kati ya Young Africans pamoja na Tabora United jijini Dar es Salaam kwenye uwanja wa Azam Complex Chamazi. So kutokana na hiki, wewe kama mdau wa masuala ya kimichezo una maoni gani kuhusiana na hizi message pamoja na hizi sauti ambazo zinasambaa mtandaoni kwa baadhi ya watu ambao wametishiwa na hizi message ambazo mkuu wa mkoa wa Tabora amethibitisha mwenyewe kwamba baadhi ya wachezaji wametumia hizo message ili kusudi kwamba kwa wakiingia uwanjani ili walegeze basi matokeo yaweze kutokea kama the way ambavyo wenyewe walikuwa wanaexpectiwa. Acha maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Instagram, tunatumia kama Mbayo TV, na kama hujasubscribe channel yetu ya Mbayo TV on YouTube basi make sure unafanya hivyo ili wewe kwanza kupata habari na matokeo ambayo sisi tunakuwa tunayaweka huko ndani. Lakini usisahau kumfollow Mr. Info JBZ kwenye ukurasa wake wa Instagram, anatumia hivyo. Chao.